hadi magharibi, kaskazini na kusini mwa Kenya. Tusema karibu hapa T47, kipindi kikiwa sauti yetu. Jina langu ni Sylvia Adhiambo na nakusihi uzidi kuwa nami hadi tamati ili nikupe taarifa kemkem. Plan International waandaa tamasha za kuelimisha watoto kutoka mtaa wa Kibra. Tutazungumza na kijana mmoja kutoka Ayani ajulikanaye kama MC Don. Karibu. Plan International ni shirika la kibinadamu linaloshughulikia watoto wadogo hasa wasichana ili kuboresha maisha yao. Hivi majuzi walijumuika Roland kwa maskauti huko Kibra kuelimisha watoto. Shughuli hii ilifanyika Roland Camp, sehemu ambayo wana skauti hupiga kambi. Tamasha hizi zilionekana kuwafurahisha wanafunzi wote waliohudhuria. Burudani ilikuweko pia. Shughuli nyingi inaendelea hapa. Mbali na michezo, maafisa afya kutoka Plan International wamefika sehemu hii kuhakikisha kuwa afya kila mmoja imeimarika. Wasichana kwa wavulana walijaajaa hapa. Watu wengi siku hizi, haswa watoto, hupata magonjwa kwa sababu ya kuwa na mitindo mibaya ya maisha. Na hapa waliweza kupata mafunzo yanayostahili. This place we are checking the vitals, especially the weight, the height, the blood pressure. After which we've finished checking the vitals, if you are, let's say if you are hypertensive, your blood pressure is not within the normal range, we refer you to the nearest health facility so that you can be monitored closely. It occurs mainly after every 2 weeks. You are supposed to be taken the blood pressure to confirm if really you are hypertensive. So in case we find your blood pressure is not within the normal range, we refer you to the nearest facility so that we can see how we can follow up on you. We are also doing the weight and the height, whereby all those who are malnourished means that the BMI is less than 18. If we find that your BMI is less than 18, we also refer you for nutritional counseling any nearest health facility. Mazoezi ni nguzo muhimu ya kuimarisha maisha mwanadamu. Wanafunzi hawa na walimu waliweza kuzungumza na wataalamu wa kiafya ambao walioelimisha jinsi ya kuimarisha afya yao kwa kula vyakula vinavyostahili na pia kupitia michezo. We are encouraging them to engage in extracurricular activities like sports, athletics, in order for them to keep fit and to prevent other conditions like the predisposing factors of the two non-communicable diseases. The main predisposing factors is weight. If your weight is above the required range, you are prone to diabetes and hypertension. Hypertension and diabetes, they work hand in hand. So we are encouraging children to, apart from studying in class, they can also do extracurricular activities like sports so that they keep fit they keep fit so that they can avoid these two major diseases that are killing people slowly. Then the adults, those adults we find their body mass index is above the required, we are encouraging them to eat the balanced diet, foods that are not highly with the starch. We are also encouraging them to do at least an exercise, to take a lot of water during the day. Also, we are telling them the need for them
to weigh what they are eating on their plate. You find many people, they eat a lot of starch, but whatever is required is more vegetables and at least protein. Tumefunzwa young health program like tobacco use, unhealthy diet, ukuli chakula inakusaidia mwili, na healthy diet ni unakula chakula inakusaidia mwili, na tukafunzwa kucheza ball pia. Tumefunzwa non-communicable diseases kama unhealthy food, racial sexual behaviors, na pia tukafunzwa kunywa maji, na mpaka hadi tukafunzwa kukula chakula tamu, si ugali peke yake. Umuhimu wa kula chakula kizuri na kufanya mazoezi ni unakuwa na afya katika mwili wako. Every child has a right to play. Every child has a right to engage in co-curricular activities. But not all children spend the rest of their time watching television. For those who spend the rest of their time watching television, they have to go to school. And in school, there must be a lesson. There is a PE lesson whereby the children are supposed to go for sports. So those who are watching television, I advise you also engage in extracurricular activities because they help you to keep fit. Na wakati mwingi ambao tumeona challenge ambao wale watoto ambao tumepima, sita yenye wako nao mingi ni kutokunywa maji. Pressure wako nayo iko chini kabisa, sio hayuko juu, lakini pressure yao iko chini. Ni hili yale ambao hawatumii maji kwa wingi. So ile ambao tunawaadvise tukisapima hawa, tunawaadvise wakunywe maji kwa wingi. Wakati pressure iko chini, dawa yake tu ni kukunywa maji mingi. Na wajaribu kuepukana kutumia chumvi mbichi na sukari kurambaramba pia. Most of the time hiyo tunawaencourage wasitumie. Na watu wengi sana ikiwa ni watu wasima, nao wako na hiyo sita ya kuwa na pressure iko juu, kisukari iko juu, kulingana na ile vitu ambao wanatumia. Sana kama watu wakubwa wanakuwa wakitumia nyama ambayo imechomwa, na wakiacha kwa meza nao pia wanaiweka chumvi, ikiwa chumvi ni mbichi hawaweki hivi pamoja. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ambao sisi binadamu most of the time tuko naye, ambao hatuchange. Tumekuja hapa kucheza mpira, na wengine pia uko wanacheza volleyball, na kwa sababu young health program tunafundishwa unafaa kufanya activity. Mtu yeyote anayefanya mazoezi ni vigumu sana kupata maradhi ya mara kwa mara kwa sababu ya mazoezi anayofanya. Pia ukiwa mwana mazoezi, muda wote unakuwa na furaha tu. Kufanya mazoezi inakuweka unakuwa na akili yako ina focus kwa kitu yenye unafanya, na pia unakuwa healthy. Inasemekana hii life ya Kenya hii kuna watu wengi wanakufa about asthma, cancer. Sandi wao walikama hapa na hii idea, wakaamua create ile watu wafanye mazoezi kila siku. Na faida nyingi ya kuwa mwanamichezo inaajiri watu. Baadhi ya wanamichezo duniani wamefanya michezo hiyo kama ajira kwao, na inawalipa vizuri. Mfano mzuri ni wachezaji wetu wa mpira wa miguu na pia wanariadha. Football ningetamani nicheze, nichukuliwe mbali, niweze kuchezea kama Harambee Stars. Kama hapa Young Health Program kuna watu wengi wako na matalanta, pia wanainua mavipaji like kucheza pia mpira. Madhumuni yao ni kufikia watoto wengi wawezavyo nchini. We are planning to organize the same camp screening in other places so that at least we can prevent it is not spreading. This one is non-communicable. We can at least curb those who are supposed to be prevented from these diseases. Diabetes and hypertension is curable if you are on medication. So we are planning to organize it in various parts of the country. Ni hadithi ndefu hiyo niliyokupa. Tutameza mate kwa sasa, na tutakaporejea. Ulianza vipi, ama kuna shule ya kusomea kwa UMC ama tu ni talanta? Unajua UMC ni talent. Aisha atazungumza naye MC Don.
usiende mbali. Karibu tena. Ikiwa umeweza kutembelea tamasha yoyote au kwenye umati, kuna mtu yule ambaye kazi yake ni kuchangamsha watu na kuwaleta pamoja kwa ucheshi, densi au nyimbo. Wanajulikana kwa kimombo kama MC, yani Master of Ceremony. Tuliweza kuzungumza na mmoja kwa jina Don na akatueleza jinsi anavyofanya kazi. MC Don, jinsi unavyofahamika. Karibu sana na asante kwa kujiunga nasi hapa TV47 katika sauti yetu. Unaomba unielezee ni nini unachokifanya au kazi yako ni ipi? MC, Master of Ceremony. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba event yako ama mtu ambaye yote ananiita katika event yake inakuwa ni safi, yani inaing'arisha kabisa. Na mbali na hayo, bado mimi huwa natrainisha watu wadogo kudance na kuuza talanta ndogo ndogo, na bado mimi na act, na bado mimi mwenyewe mimi uchora. Azini kufanya kila kitu kwa entertainment. Naam. Sasa umeniambia kuwa wewe ni mwimbaji, pia unasakata dance na wewe ni MC. Unaweza kutupatia habari kwa undani kidogo? Yeah. So mimi unapata mimi wanakuza talanta ndogo ndogo za watoto, kwa sababu kama msanii haufai kukaa tu hivyo saa unafikiria tu kuhusu wewe peke yako. Unapata kufikiria kuhusu ile generation nyingine yenye inakuja. So mimi wanatrainisha watoto kudance, na bado mimi wanafanya gigs. Mimi hufanya both, nimeimba mahali pengi sana. Nimeimba huku Kenya na bado still bado nimeenda mpaka nje ya Kenya. Nimefanya events kubwa kubwa kabisa. Na bado mimi muziki zangu mimi wanajiandikia mwenyewe. Unaona? So apart from kuandika hizo muziki, bado mimi wanaandikia mpaka watoto wangu. Zinawatrainisha kila kitu yenye nafanya ndio nataka pia hao wakuwa wanafanya. Na bado mimi huwa nafanya still bado mentorship. Ukitaka anything kuhusu entertainment ama usanii, unakuja tu kwangu na mimi nakutrainisha. Kusema ukweli kuna kazi nyingi sana. Sasa juu hizi kazi zako unafanikisha haje mambo yote unayofanya? Unajua ndio ufanikishe kila kitu kwa sawa sawa, lazima kwanza kuwe na self discipline. Hiyo kitu unafanya unafaa kuheshimu. Kwa sababu tunaona huku nje watu wengi wanaanza usanii mahali, unapata mtu anafika mahali anaacha. Watu kwa na self discipline na kupenda kazi yako, unapata unafika, inakuwezesha kufika mbali. Mtu kama mimi wanaamka asubuhi saa 11. Nikiamka saa 11 lazima kwanza niende mbio kidogo, niweke muscles kidogo zikuwe sawa sawa. Then nikishamaliza kukimbia, niko na hall yangu hapa tu Kibera. Nakaa na watoto wangu, naanza kuwatrainisha dance. Nikishamaliza kuwatrainisha dance, wakishaenda nafikiria juu unajua lazima ufikirie outside the box. Unafaa kwenda na venye society inaenda. Maybe naweza kuwa napenda muziki type, alafu unapata mafans wanapenda muziki type.
So lazima nihakikishe juu chini nimefanya research yangu vizuri na kufanya muziki yenye mafans wanafanya, kwa sababu sijifanyi, nafanyia hao. Sasa kazi ya UMC ulianza vipi, ama kuna shule ya kusomea kwa UMC ama tu ni talanta? Unajua UMC ni talent. UMC hawezi katu hivi sema ati unataka kuwa UMC, manze si rahisi. Mimi wanafanya mpaka road shows. Hata mnafanya road shows, wale na watu wenye hata siwajui, na watu wenye lazima uhakikishe wamekaa hapo wengi wakikuangalia. Na ndio kuangalia watu lazima ufanye kitu ambayo itakuwa inawafurahisha, ndo wasimame hapo wakikuangalia. So unapata UMC ni kitu iko ndani ya damu, na nilianza kuMC venye nilimaliza shule. Nilikuwa na MC nikiwa shule, but sasa professionally hiyo ndio inanilisha, inanilipa na kunifanya kila kitu. So professionally nilianza venye nilimaliza shule. Sikuwa nimediscover. Mimi nilikuwa nafanya kujibamba, sikuwa najua kama UMC ni kitu iko na pesa. Nilikuja nikagundua baadaye kumbe hiki kitu inaweza nipeleka mbali. Na ni nini nakupea motisha kusaidia watu ambao unawasaidia huko nje? Hii ni kwa sababu mimi nimelelewa hapa Kibera. Na kulelewa hapa Kibera nimepitia challenges nyingi sana. So those challenges siwezi taka mtu mwingine apitie hizo vitu nimepitia. Kwa sababu watoto wadogo wenye kuna pesa wanaenda kulipa pesa mingi sana ndio watrainiwe hizo vitu. Lakini mimi nasema mimi wanaofaa for free kabisa. Kwa sababu ni kitu Mungu amenipatia, na lazima hata mimi mwenyewe nipeane for free. Unaona? Kwa sababu ukisaidia pia wewe, Mungu pia hawezi kusahau. Utasimama na wewe. So venye wewe unasaidia watoto, ni nini inakupea hiyo motisha ndio uweze kuwasaidia? Kitu wewe inanipatia motisha kabisa ndio niweze kuwasaidia. Sasa Kenya ukiangalia Kenya unapata tumesoma, hata mimi nimesoma, but unapata kitu nanipea kazi nini? Ni UMC na sijasomea. So mtoto kama huyu ni vizuri akisoma, na akishamaliza kusoma tu training nimempitisha. Kwa vingine haizi sema kitu hakuna kazi. Tu hiyo UMC nimemfundisha, ataenda na apate kazi huko nje kama mimi tu niko. Na najua katika kila kazi kuna changamoto. Wewe unapitia changamoto gani na unakabiliana nazo vipi? Changamoto ziko nyingi. Kwanza tukianza financial. Sasa hivi unapata hakuna pesa. Mimi mwenyewe kama msanii lazima niende studio, niende nitoe video. Cause nikikuletea video chafu hata kwa hapa kwa station yetu nambari 1 TV47 hawezi cheza nikikuletea video chafu. So lazima nichange pesa ndio nitoe video mzuri. So unapata saa zingine tunapata challenge kupata hiyo pesa, inakuwa ni shida kabisa. Unapata kama kuna siku kuna time fulani nilienda perform Kiambu. Unapata time hiyo unapata wasanii wengine wote wanalipwa, lakini jisa wewe unatoka Kibera haulipwi. So unapata unatembea mguu kutoka Kiambu mpaka huko Kibera, unapata unatembea mguu. Halafu unapata challenge nyingine yenye bado still napitia, unapata watu wa appreciate. Kuna wale watu wenye wana appreciate na kuna wale watu wenye hawa appreciate. Unaona? Kuna watu wanachukua talent yako ni aziniko tu hapo. Wanaamini kwa zile jina kubwa. But lakini unapata vitu zenye sisi tunafanya hapa Kibera ni vitu kubwa sana kabisa kushinda hizo majina kubwa zao tu ni jina tu. So watu appreciate. So challenge kayo pia ndo yenye tunapata. Ukienda kwa pastor kwenda kuimba, unaambiwa dada, umefanya kazi nzuri kabisa, Mungu akubariki. So hiyo ukimwambia hauna lunch, ndio kuna pesa lunch, lakini akwambia piga magoti chini tukuombe ndio upate lunch. So changamoto ni nyingi sana zaidi. Studio pia kwenda kurekodi pia si rahisi. Ndio upate quality song. Lazima uspend. Unaona? Alafu challenge nyingine ni kwa watoto tu. Hata mtu hata anapita challenges small pale home. So wengine mtu anakuja na moods, hajakula. Sio napata mimi kama trainer ndio nafaa kuoffer vitu kama hizo. Sasa hizo changamoto zote wewe unakabiliana nazo vipi? Mimi kitu kwanza, mimi ni mtu mwenye naamini Mungu. Unajua Mungu anasema chochote ambacho utamuitisha atakupatia, na ukibisha mlango atakufungulia. Na mtoto hawezi kuitisha samaki na apatiwe nyoka, ama mkate na apatiwe mawe. So mimi naamini Mungu sana. So the moment naomba napata roho yangu inarudi. Halafu pia watu wenye mimi wanatrainisha pia huwa wananipatia hopes za kuendelea.
Alafu road shows zenye pia mi wanapiga, at least kuna matime mi upata kitu kidogo. Umenielezea changamoto zako na vile unavyokabiliana nazo. Sasa unaweza niambia ni vipi unafaidika kutokana na kazi hii yenye unafanya? Kitu cha kwanza unapata na make connection, nakutana na watu tofauti. Kwa hiyo unapata hata wewe sasa hivi nimejana na hii kazi yangu. Maybe kuna mali inaweza nisaidia. Kama sasa hii interview yenye unanifanyisha itaniuza dunia mzima. Unaona, hiyo ni faida ya kwanza. Faida nyingine ya pili, unapata the moment nafanya muziki na nitolee ile stress. Sasa saa zingine sema kama niko na changamoto zangu zinanisumbua akili, nikifanya tu muziki nikianza kuimba hivi inaniondolea kabisa. Alafu kitu kingine, mimi the moment na impact life ya mtu, kusaidia mtu mwingine, nasikia poa sana. Watu wenye mimi wanatrainisha. So nikiwa train alafu nipate wako fit, inanipatia moyo, inanipatia moyo wa kuendelea each and every day. Alafu pia unapata faida ingine, hiyo ndio inanifanyia kila kitu kwa nyumba, inanilipia rent, inafanya nini. So napenda sana muziki. Asante sana MC Don kwa muda wako. Kweli Kibira tunajivunia kuwa na MC kama wewe. Naam, tunashukuru. Hata mimi nimeshukuru sana. Asanteni kwa kunialika TV47. Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Amen. Tunatamatisha taarifa zetu za sauti yetu. Ungana nasi tena juma lijalo kwa mengi. Kumbuka kuwa hiki ni kituo cha TV47. Kwa niaba ya maripota wetu na wote waliowezesha taarifa hizi kukufikia, twasema kwaheri. Jina langu ni Sylvia Jambo na ningependa kukuacha na methali isemayo, mwenye shoka hakosi kuni. Ili kuboresha maisha yao, hivi majuzi walijumuika Roland kwa maskauti huku Kibra ili kuelimisha watoto. Ikiwa umeweza kutembelea tamasha yote au kwenye umati, kuna mtu yule ambaye kazi yake ni kuchangamsha watu na kuwaleta pamoja.